Mheshimiwa Rais alinipa heshima alipounda wizara ya maendeleo ya vijana. Katika vijana wengi ambao angeweza kuwateua wenye uzoefu na uwezo, ilipendeza ndani ya mipango yake aone kwamba mimi ninafaa kwa kipindi hiki kuweza kutafsiri maono yake alionayo kwa ajili ya vijana wa Tanzania. Nilipokea uteuzi huu kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa sana. Ninatambua wako wengi ambao pengine walikuwa na sifa kumzidi, lakini kila nilipokuwa najiuliza pengine kwa nini aliniteua mimi, najua anazo sababu nyingi anaweza kuzisema, lakini nilijiuliza maswali haya kwa sababu mimi ni mbunge kwa mara ya kwanza. Sijawahi kuwa naibu waziri wala sijawahi kuwa waziri, lakini pia familia yangu haijawahi kuwa katika siasa. Ni mara ya kwanza katika ukoo wangu anatokea mwanasiasa. Pamoja na sababu nyingi ambazo Mheshimiwa Rais anaweza akawa ameziona mpaka kuniteua, sababu mojawapo ambayo nina uhakika nayo, alitaka kutuma ujumbe kwa vijana wote wa Tanzania kwamba bila kujali historia ya familia uliotoka, bila kujali nani anakujua au nani hakujui, bila kujali wewe umetokea wapi, yeye anaamini kila kijana wa nchi akionyesha uwezo wake, akawa tayari kutumikia taifa lake, ana nafasi ya kuwa mtu yote katika taifa hili. Kwa uteuzi wangu pamoja na mambo mengine, ninaamini ni ujumbe mahususi ambao Mheshimiwa Rais alikuwa anataka kutuma kwa vijana wa Tanzania, kwamba vijana wa Shinyanga bila kujali historia zao, bila kujali ukoo na familia zao, wanaweza wakawa mtu yote wanaotaka katika taifa hili, na hiyo ndio dhamira Mheshimiwa Rais alionayo. Vijana ni zaidi ya 1/3 ya Watanzania, na taifa letu ni kati ya mataifa yenye watu wachanga kwa maana ya umri. Wastani wetu wa umri kama taifa ni miaka 19. Tunashika wametangulia nchi chache sana hapa Afrika. Kwa ufupi, Tanzania ni taifa la vijana. Lakini ukiangalia nguvu kazi, watu wanaozalisha katika taifa letu, 55% ya wazalishaji katika taifa letu ni vijana kati ya miaka 15 mpaka miaka 35. Mheshimiwa Rais anataka tutumie nguvu zinazopatikana katika kundi la vijana, lakini tutumie ubunifu wao, tutumie ueledi wao kuhakikisha wanakuwa na mchango mkubwa zaidi katika uzalishaji wa taifa letu. Ndugu washiriki, ninapenda kuwakumbusha kwamba mkoa wetu wa Shinyanga una hazina kubwa na fursa mbalimbali. Kwanza, kuna sekta ya madini. Hakuna asiyejua kwamba Shinyanga ni miongoni mwa mikoa inaongozwa kwa shughuli za madini. Kupitia uwekezaji mkubwa uliofanywa na kampuni mbalimbali katika mkoa wetu, kuna fursa nyingi sana zinazozalishwa, zikiwemo huduma za usambazaji, chakula, usafirishaji, ulinzi, teknolojia pamoja na uchimbaji mdogo. Vijana wanaweza kushiriki katika shughuli hii kwa kuwa mtu mmoja au pia kwa kuunda vikundi ambavyo vinaweza vikafaidika na fursa zinazotolewa. Na siku chache zilizopita, Mheshimiwa Rais alitoa maagizo kwa Waziri wa Madini kufuta baadhi ya leseni kubwa ambazo wachimbaji wakubwa wamekuwa nazo, ambazo wamekaa nazo bila kuzifanyia kazi, na akaagiza leseni zile wapewe vijana wa Tanzania ili waweze kumiliki uchumi wao, na zile leseni zilifutwa tayari, na sasa utaratibu unaendelea kuhakikisha vijana wa Tanzania wanamiliki uchumi. Hawatakiwi kuwa tu watazamaji, wanatakiwa kuwa sehemu ya kujenga uchumi. Lakini sambamba na hilo, katika mnyororo wa madini, Mheshimiwa Rais aliagiza na tayari tamko na tangazo limeshatolewa, bidhaa zaidi ya 20 zilizokuwa zinaagizwa kutoka nje ya nchi ameagiza zianze kuzalishwa ndani ya nchi kwa kutumia viwanda vidogo vidogo vya vijana watakaowezeshwa kupitia mikopo ambayo Mheshimiwa Rais tayari amekwisha kutoa fedha. Kwa maneno mengine, tunataka vijana wasiwe tu watazamaji wa mambo ya uchumi, lakini washiriki katika eneo la uchumi. Tunayo eneo la kilimo na mifugo. Shinyanga inajulikana kwa uzalishaji pia wa pamba, alizeti, mpunga na mifugo ya ng'ombe. Badala ya kuuza mazao ghafi, mkakati uliopo sasa, vijana waingie katika uchakataji na usindikaji wa kama vile mafuta ya alizeti, ufungashaji wa mazao, lakini pia viwanda vidogo vidogo vya maziwa na nyama, pamoja na mazao ya biashara na pembejeo za kilimo. Tunayo fursa pia katika biashara na huduma.
Ukuaji wa mji wa Shinyanga na Kahama umeongeza mahitaji ya huduma za usafirishaji, huduma za malazi, lakini pia huduma za tehama, ubunifu wa kidijitali, lakini pia biashara kwa njia ya mtandao. Vijana wa Shinyanga wana nafasi kubwa sana ya kutumia teknolojia kupanua masoko yao. Aidha, kufuatia hali ya kijiografia ya ukanda huu, manispaa ya Shinyanga inaweza kuwa ni kituo kikuu, yani hub ya biashara kwa ukanda wote huu wa Ziwa, kutokana na kuwa ndio lango kuu la kuelekea mikoa ya Geita, Kagera na Kigoma, na pia kwa nchi jirani za Rwanda, Burundi na Uganda pia. Kwa maneno mengine, Shinyanga inatakiwa kuwa ni sehemu ya kimataifa kutokana na jiografia yake. Vijana wa mkoa huu wanaweza kutumia fursa hiyo kujijenga kiuchumi, lakini pia kuanzisha miradi ya kimaendeleo ikiwemo uzalishaji na usindikaji wa mazao yanayopatikana hapa mkoani kwetu. Lakini eneo lingine ni eneo la nishati na viwanda vidogo. Kuimarika kwa upatikanaji wa umeme kupitia miradi ya kitaifa kama mradi mkubwa ambao Mheshimiwa Rais alimalizia kutekeleza wa Julius Nyerere Hydropower Project unafungua milango wa viwanda vidogo na viwanda vya kati, na hii nafasi kwa vijana kuanzisha shughuli za uzalishaji badala ya kubaki kwenye biashara za kuuza tu bidhaa kutoka nje. Sasa tunaweza kuzalisha bidhaa zetu na kuzitengeneza hapa nchini. Na wiki mbili zilizopita tulikuwa pale Bungeni na tulikuwa Wizara ya Mipango ilikuwa inawasilisha mpango wa miaka 5 wa maendeleo ya nchi yetu. Kitu mojawapo ambacho kilifurahisha sana, na unaona dhamira ya Mheshimiwa Rais, zilitajwa rasilimali 10 katika nchi hii ambazo zinaweza zikatuletea maendeleo makubwa. Ukiacha madini, ukiacha mbuga za wanyama, ukiacha ardhi tulionayo, ukiacha uwepo wa maji, moja ya rasilimali tajwa katika rasilimali 10 ni vijana wa taifa la Tanzania. Kwa maneno mengine, hatuwezi tukabadilisha nchi yetu bila kuwekeza kwa vijana, na hii ndio dhamira ya Mheshimiwa Rais. Kongamano hili linaendana moja kwa moja na utekelezaji wa dira hii ambayo nimeizungumza. Kupitia Vijana Platform, sisi kama wizara tutaimarisha mawasiliano ya moja kwa moja kati ya serikali na vijana, lakini pia tutatoa taarifa za mikopo na mitaji ambayo inatolewa na serikali kupitia mifuko na programu wezeshi na taasisi za fedha, ili kuhakikisha kwamba vijana wa nchi hii wanaendelea kupata usaidizi. Mara baada ya kuunda wizara hii, ili kuhakikisha kwamba vijana moja kwa moja sauti yao inasikika, tulizindua kituo cha mawasiliano pale wizarani kinaitwa Vijana Call Center, ambacho kituo hiko kina namba 3 ambazo kijana yote anaweza akapiga kuwasiliana na wizara moja kwa moja, na namba hizi hazitumii gharama yoyote au utachajiwa chochote, na leo tutazitangaza ili kila kijana awe nazo, ili kama kuna jambo unaona tunahitaji kulisikia wizarani, au mimi kama waziri nahitaji kulisikia, au nahitaji kuzungumza na mimi, utapiga hizo namba na tutazungumza moja kwa moja ili tujenge nchi yetu. Lakini pia Mheshimiwa Rais alisema aliahidi shilingi bilioni 200, na wiki chache zilizopita kwa niaba ya serikali Mheshimiwa Waziri Mkuu alinikabidhi hundi ya shilingi bilioni 200 ili turatibu utokaji wake, lakini utekelezaji wake pia kwa ajili ya vijana katika nchi hii. Ninayo furaha kusema kwamba fedha hizo tayari zimetoka na vijana wameanza kuzichangamkia. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi ni shauku yangu kwamba maadamu nimekanyaga leo Shinyanga nikiwa napokea ripoti za vijana waliopata mitaji hii ambayo katika bilioni 200 nipate vijana kutoka Shinyanga. Nitafurahi sana tukiwa na vijana kutoka hapa. Fedha zile zimetolewa katika wizara mbalimbali za sekta, lakini kwa kuanzia ziko wizara 8 ambazo zimetolewa na 6 tayari zimeanza utaratibu. Naomba nizitaje kwa sababu maarifa au taarifa ni nguvu, information is power. Kwa hiyo ukisikia na wewe utajua uko wapi ili uweze kujua namna ya kuzipata, na nitaeleza namna gani unaweza kuzipata. Wizara ya kwanza fedha hizo zimepelekwa ni Wizara ya Mifugo na Uvuvi, jumla ya shilingi bilioni 23.6. Hivi tunavyozungumza ziko kwenye Wizara ya Mifugo na Uvuvi, zinasubiri vijana kwa ajili ya kuweza kuzipata. Lakini hapa tunazungumzia ufugaji, tunazungumzia uvuvi, na nimepita katika mikoa mingine, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimepita Mwanza, nimepita Kagera, nimeona baadhi ya vijana tayari wameanza kufaidika na fedha hizi, hasa wale kule wanaoshughulika na mambo ya uvuvi kwa vizimba. Pia fedha hizi zipo na nyie kama vijana mnaweza kuzipata pia. Lakini ziko fedha zimepelekwa kwenye Wizara ya Kilimo
bilioni 6 zimepelekwa kwenye Wizara ya Kilimo kwa ajili ya kuhakikisha wanawezeshwa vijana kwenye eneo zima la kilimo. Lakini ziko fedha zimepelekwa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, jumla ya bilioni 5 ziko kwenye Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ili kwa vijana ambao wanajishughulisha na teknolojia kuwa na mawazo ya kibunifu kwenye eneo la teknolojia. Ziko fedha za kuwezesha kufanya mawazo yenu yawe halisi katika maisha. Lakini ziko fedha pia zimepelekwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tuna bilioni 5 ziko pale, na nimeona tangazo limeshatolewa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 fedha hizo wataanza kupatiwa vijana, na utaratibu ulishatolewa. Wewe kama ni mbunifu, ni msanii, unachonga, unaigiza, unaimba, unaenda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na wakurugenzi kwa utaratibu ambao umeandaliwa mkoani, unajiandikisha pale, kisha watu wanapeleka, kisha unapelekwa katika ngazi ya taifa, then baada ya hapo unapata zile fedha. Na nimeona awamu ya kwanza tayari nilikuwa nafikiri Singida, kijana mmoja akasema ameitwa tayari kwenda kwenye usaili kwa ajili ya hizo fedha. Sasa Wanashinyanga, naomba sana tuchangamkie, kwa sababu hazitolewi kwa uwiano, kwa maana kila mkoa lazima upate fungu fulani. Zenyewe zimewekwa kitaifa, kwa ambao watachangamka haraka watapeleka mambo yao haraka, na wenyewe pia watahudumiwa kwa haraka. Ningewatumia adhira hii niwaombe sana mujitokeze kwa wingi na muende kuomba hizi fedha, kwa sababu ni kwa ajili yenu ninyi vijana. Ziko fedha zimetolewa kwa ajili ya viwanda na biashara, zimetolewa katika Wizara ya Viwanda na Biashara, na nimefurahi kusikia kwamba kama mkoa mna eneo maalum limetengwa kwa ajili ya uanzishaji wa viwanda, na ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa na inani, alisema ataanzisha kitu kinaitwa industrial shape, kwa maana ya kwamba maeneo maalum ya viwanda yanayopatikana maeneo mbalimbali. Na nyie kama mmeanzisha hiyo eneo la viwanda, nilienda kule Bukoba nikakuta pale manispaa wana eneo tayari la viwanda, industrial shape iko pale, na sisi kama wizara tunawapambania wale vijana walioko pale. Wako pale vijana wanatengeneza magari mechanic, wako vijana wanatengeneza furniture, wako vijana pale tunakuta wanatengeneza aluminium, wako vijana wanatengeneza mifuko ya vifungashio, wako vijana wanashughulisha na keki tuliokuta na mikate, wako pale. Na mimi niliona nikasema, maadamu wao wamefanya, lazima pia wawe sehemu ya kupata hizo fedha, na siku chache zijazo watapokea sehemu ya hizo fedha kwa ajili ya kuimarisha kile kitu walichokuwa wanafanya, ili kuongeza tija na nguvu zaidi. Lakini pia serikali tumekubaliana tenda zinazohusiana na shughuli ambazo vijana wanazifanya, tuwanoe vijana wakidhi vigezo ili waweze kuzichukua. Wale manispaa pale niliona madawati yote yanayotakiwa katika shule za pale Bukoba walipewa tenda kuzalisha pale. Tunataka tuwawezeshe vijana wetu wasio watazamaji, lakini washiriki katika shughuli za kiuchumi. Lakini pia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake pamoja na makundi maalum, kuna bilioni 5 zimepelekwa katika hiyo wizara, na wale wafanya biashara wadogo, hii ni mikopo ya riba nafuu sana, ambao naamini afisa maendeleo ya jamii wako hapa wanafahamu utaratibu, na nimesikia Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa akieleza idadi ya wafanyabiashara ambao wamesajiliwa mpaka sasa hizi na kiwango cha mikopo ambacho kimetolewa. Habari njema ni kwamba kuna bilioni 5 za ziada ziko pale zinawasubiri wafanyabiashara wadogo waweze kuzitumia. Lakini pia jana mjuzi nilikuwa Mwanza, tukiwa Mwanza mwezi wa 12 wizara imeunda mwezi wa 11. Mwezi wa 12 tukapokea vijana fulani kutoka Mwanza, wamekuja na mawazo. Walikuwa na kongamano kama hili kule Mwanza, wakafundishwa kutengeneza mawazo ya biashara, wakapata mawazo ya biashara 9. Katika wale 9 wakachuja, yakabaki 6. Katika wale 6 matatu wakatuletea wizarani, na sisi tulipoangalia na nilivyoangalia, kwa sababu mawazo yale yalikuwa yanalenga kwa ajili vijana wenzao. Kwanza walikuwa vijana 7 ambao walijikita katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, lakini pili walikuwa vijana wengine ambao wanajikita katika shughuli za usafirishaji. Ndoto zao ni kuja kuwa wasafirishaji wakubwa kwenye mambo ya jinsi kumiliki magari, mabasi na magari ya mizigo. Lakini kwa kuanzia wakasema tunahitaji vyombo vidogo vidogo kwa ajili ya usafirishaji. Tulipoangalia maono yao, tulipoyakagua, tukaona ni vijana wenye nia ya dhati ambao wanaweza kuonyesha mfano kwa watu wengine. Juzi Mheshimiwa mkuu wa mkoa tumekabidhi milioni 200 kwa vijana wa Mwanza ambao katika makundi mawili. Nasema haya ili kuonyesha kwamba serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan haitaki kusema maneno, inataka kufanya vitendo. Waliomba mwezi wa 12, mwezi wa 2 tunawapatia pale. Na watu wa mara nyingi kusema hivyo wanasema labda walikuwa wanafahamika, walikuwa wanajulikana. Ni watu ambao hata mimi ndio mara ya kwanza nimewaona,
ni watu ambao waliamua tu kupambana. Natoa wito kwa vijana wa Shinyanga, fursa zipo zinawasubiri ninyi muweze kuzitumia. Shinyanga tuko pamoja. Wametiwa wachache. Shinyanga tuko pamoja. Naeleza haya kama sehemu ya kuwatia hamasa ili muone kwamba jukwaa hili ni sehemu muhimu ambayo inaweza kuwasaidia. Serikali inaamini katika kasi, uwazi, lakini pia na uwajibikaji. Kupitia maafisa maendeleo ya vijana katika kila halmashauri, tutahakikisha kwamba changamoto zenu zinatatuliwa kwa wakati na fursa zinawafikia walengwa. Na katika mikopo hii, ningependa nieleze maeneo machache ya uboreshaji wa utoaji wa mikopo ambao vijana wamekuwa wakilalamikia kwenye maeneo mengi sana. Eneo la kwanza limelalamikiwa sana vijana ni eneo la vigezo. Wengi wanasema ukienda lazima uwe na dhamana. Sio tumesema. Wanasema wanataka kuwa na dhamana. Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo kwamba mikopo hii inahusiana na vijana. Kijana hahitaji kuwa na dhamana yoyote. Milioni 200 tulizozitoa kwa awamu ya kwanza kwa vijana wa Mwanza, hakuna kijana aliyeweka hati, hakuna kijana aliyeweka kiwanja, wala hakuna kijana aliyeweka nyumba. Sisi tumewaamini vijana, tukiamini kwamba kile tulichowapatia, vifaa tulivyowapatia ndio vinatumika kama dhamana, kama collateral yao. Kwa hiyo tumeondoa mambo ya dhamana katika mikopo ya vijana, ili kila kijana bila kujali uwezo wake sasa aweze kupata fedha na kuweza kuongeza. Lakini eneo la pili ambalo nilikuwa ninazungumza sana na vijana ni kwamba unapewa pesa leo, unahitaji kufanya marejesho kuanzia kesho. Mradi unakuwa hujaimarika, mradi unakuwa hujakua, mradi unakuwa hujasimama vizuri. Mimi pamoja na wataalamu pale wizarani tumekubaliana kupitia mwongozo mpya ambao umetolewa sasa hivi katika miradi yote ya vijana ambayo itakuwa inapitia mfuko wa maendeleo ya vijana, tuna grace period, tuna muda wa kumwacha kijana azalishe kati ya miezi 3 mpaka miezi 6. Kikundi cha kwanza kilichowapatia kuta jana kwa shilingi milioni 100 kwa wanafunzi 5, wale wataanza kurudisha mikopo yao baada ya miezi 3. Kikundi cha samaki wataanza kurudisha mikopo baada ya miezi 6, ili kuhakikisha kwamba wameimarika na wanaendelea kuzalisha. Kwa nini tunafanya hivi? Tunataka fedha tunazozitoa ziache alama na kukomboa vijana katika changamoto zao. Kwa hiyo tunawatia moyo vijana kwa mara nyingine. Tunaendelea kuboresha mazingira, lakini pia tunaendelea kuboresha taratibu za utoaji mikopo ili ukianzisha biashara isife. Pamoja na hayo, tuko kwenye mazungumzo ya mwisho kabisa na wenzetu wa TRA kwa ajili ya kuboresha mazingira ya vijana, hasa katika swala zima la kodi. Na hivi karibuni tutazindua dawati maalum ambayo linashughulika na masuala ya vijana inapofika swala la kodi, ili kijana yote wa nchi hii asikwame popote na asikwamishwe na jambo lolote, ili afanikiwe katika malengo yake. Vijana tuyajenge, vijana tuyajenge. Ninawasihi sana muendelee kushiriki katika jukwaa hili na mshiriki kikamilifu. Wekeni mbele nidhamu, uadilifu, lakini pia ubunifu. Maendeleo ya Shinyanga hayataletwa na mtu mwingine, yataletwa na vijana wa Shinyanga wenyewe. Ninapomalizia, naomba nieleze mambo matatu ambayo wewe kijana ukiwa nayo yanaweza yakakufikisha mbali na yakakufanya kuwa tofauti katika maisha yako. Tanzania ina vijana wengi. Vijana kati ya miaka 15 mpaka 35 ni vijana takriban milioni 20.6. Nini kitakutofautisha wewe na vijana wengine? Kila kijana anataka kufanikiwa, lakini sio kila kijana amejitayarisha kufanikiwa. Kila kijana anataka kuwa mtu mkubwa, lakini sio kila kijana anaweza kulipa gharama za kuwa mtu mkubwa. Kila kijana anataka kufika mbali, lakini sio kila kijana yuko tayari kujinyima sasa hivi ili afike mbali kesho. Yako mambo matatu ningependa niwaachie ili tunapoendelea na mijadala ujitazame na ujiangalie kama unayo, ili uweze kuyaishi kwa ufasaha. Jambo la kwanza, kila kijana hakikisha una ndoto kwa ajili ya kesho yako. Hauwezi kufika mahali ambapo hujapaona bado. Hauwezi kuona kitu ambacho ndani yako hakijakuwa bado. Duniani hauoni kitu kilichopo, unaona kitu unachokitafuta. Ndio maana leo ukisema nataka kumiliki gari ya aina fulani, ukitembea barabarani utaanza kuiona hiyo gari kwa wingi kuliko unavyoiona mwanzo. Ndio maana leo ukinunua simu ya aina fulani, kila mwenye simu kama ya kwako utamgundua, utamuona, kwa sababu duniani hauoni kilichopo,
unaona unachokitafuta. Ndio maana ukiwa na mpenzi wako, mnapendana, mnaishi vizuri, utaona mazuri yake. Siku mkigombana, unajiuliza, hivi huyu na hili komwe nilikuwa nampeleka wapi? Lakini zamani ulikuwa ulioni. Zamani ulikuwa uone ufupi wake wala uone kidogo chake. Lakini ukishaachana utaona makosa mengi ambayo mwanzo ukiyaona. Kwa nini? Duniani hauoni kilichopo, unaona unachokitafuta. Kwa hiyo fursa iko hivyo hivyo. Tukikaa hapa leo, kuna watu watasema hizi fedha bwana za watu fulani. Hizi wanazungumza, kuna watu washapangwa. Ukizungumza hivyo, huwezi kuona kitu, utaona giza mbele yako. Lakini ukiamua ukasema mimi mwaka huu 2026 ni mwaka ambao lazima nianze kitu changu mwenyewe, lazima niajiri, lazima nipanuke, utaanza kuona fursa nyingi zinazoambatana na ndoto ulionayo. Kwa wito wangu kwenu, hakikisha una ndoto ya maisha yako. Ndoto yako ndio mtaji wako, ndoto yako ndio kesho yako. Na katika hili ningekusihi sana, epuka watu ambao wanakatisha tamaa ndoto za watu wengine. Unajua saikolojia ya mwanadamu inasema hivi, kukiwa na jambo baya, kila mtu anataka amjumlishe kila mtu, ila kukiwa na jambo zuri, mtu anakuwa anabaki nalo peke yake. Ndio maana mtu akiwa hana hela, akifika sehemu watu wakianza kuongea, utasema siku hizi hatuna hela, lakini hakika kama mimi ninayo au sina. Kwa nini? Watu wamezoea kujumlishana kwenye mambo mabaya. Mtu yoyote anayekuambia kwamba unachokiamini hakiwezekani, ni wewe utaamua kwamba kiwezekani au kisiwezekani. Watu milioni moja wakikwambia hauwezi, lakini wewe ukaamini kwamba unaweza, itawezekana. Lakini watu milioni moja wakakushangilia wakakwambia unaweza, wewe ukaamini kwamba hauwezi, haitawezekana. Mtu wa kwanza anayezuia ndoto yako sio mazingira ya nje. Mtu wa kwanza anayezuia ndoto yako sio mzazi wako wala sio serikali. Mtu wa kwanza anayezuia ndoto yako ni wewe mwenyewe. Ndio maana tunaweza tukazaliwa kwenye familia moja, tunaweza tukasoma shule zinazofanana na mazingira yanayofanana, lakini matokeo yetu yatakuwa tofauti. Kuwa na ndoto kijana, kuwa na ndoto kwa ajili ya kesho yako. Ukifumba macho namna hii, jione kesho unakwenda wapi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, juzi hapa nilikuwa naingia pale bungeni, askari mmoja akaniita pale geti, akaniuliza unanikumbuka? Nikamwambia nitakuwa nimekusahau. Akaniambia mimi nilikupiga picha, ulikuja hapa bungeni na mwenzako, ukasimama hapa ukaniomba ruhusa kupiga picha kwenye hili jengo, ukaniambia siku moja na mimi nitaingia kwenye hili jengo. Sasa nashangaa umeshaingia na umekuwa waziri. Ni ndoto ilikuwepo. Na hiyo picha nitaiposti mimi watu wao. Niliposti na nilimwambia sasa, kama mimi namwamini Mungu kwamba kuna siku nitakuja hapa, sitakuja kama kutembea. Na siku nilikuja kutembea basi nilikuja atakuongea, nilikuja kuangalia mazingira tu ya Mungu. Sikuweza kuingia ndani. Lakini ndoto huwa inaongea. Ndoto inakupa nidhamu. Ndoto inakupa kuinuka pale mtu anapokuangusha. Ndoto inakufanya uongee mambo ambayo mwingine hawezi kuyaelewa, kwa sababu ni kama umevaa headphone, wewe unacheza muziki ambao mimi sisikii, nitaona wewe umechanganyikiwa, lakini wewe peke yako unasikia muziki wako. Ndoto yako ndio muziki ambao unatakiwa ucheze, na usiamini mtu mwingine yote anaweza kuambia kitu tofauti. Jambo la pili naopenda kuachia vijana wenzangu, kuwa na nidhamu. Kuwa na nidhamu. Jenga nidhamu. Na kuna maeneo yafuatayo yanatakiwa ujenge nidhamu. Kwanza, jenga nidhamu ya muda. Muda ndio rasilimali pekee huwezi kuirudisha na kupotea katika maisha. Na sisi wanadamu tuna kipindi cha miaka ya 0 mpaka 25, huwa tunaita kipindi cha asubuhi. 26 pale ukienda mpaka 49 kinaitwa kipindi cha mchana. Ukianza 50 kuelekea mpaka 75 kinaitwa kipindi cha jioni. Baada hapo ni kipindi cha usiku. Kuna mambo ukichelewa kuyafanya kipindi cha asubuhi, utatumia gharama kubwa kuyafanya baadaye, au utashindwa kabisa kuyafanya. Mambo unaotakiwa kuyawekeza sasa hivi usichelewe. Ndio maana wazee wengi kukutana nao hawajilaumu kwa mambo walioyafanya, wanajilaumu zaidi kwa mambo ambayo hawakuyafanya, kwa fursa ambazo hawakuzichukua, kwa vitu ambavyo hawakuvifanya, kwa fikra zilizokuwa hasi katika maisha yao. Muda ulionao sio mrefu kama unavyofikiri. Muda wetu wa kuwa na nguvu za kufanya kazi ni mchache sana. Kama wewe leo una miaka 25, una miaka 20,
maana tunazungumzia miaka 20 ijayo, miaka 25 ijayo unaanza kudecline. Usipotumia muda wako vizuri sasa hivi, utakuja kuwa mzee mwenye hasira unayechukia watu wanaofanikiwa. Unajua kukutana na wale watu ambao ukicheka kumwangalia wanachekesha tu. Ukitembea mwangalia anapotembea anajiona amani. Ni hasira zinazotokana na watu kutofanikiwa na kutimiza ndoto zao. Sasa wewe kijana, ili usiwe mzee wa hasira, hakikisha unatumia muda wako vizuri. Wekeza kwenye muda wako. Achana na watu ambao kila siku wana maneno hasi. Kila kiamka asubuhi, hii serikali, huyu rais, huyu mbunge, huyu mkuu wa wilaya. Mwingine nilikutana mtu siku moja na miaka 42, anakuja ananiambia wakati tunafundisha hivi. Anakuja ananiambia, "Bwana mbona nisaidie, mimi nimeshindwa kufanikiwa kwenye maisha yangu." Kamza kwa nini? Anasema, "Unajua wazazi wangu mimi kwa kweli hawajanitunza vizuri. Mimi mpaka leo ni yatima." Miaka 42 unajiita yatima? Miaka 42. Maisha hayana tabia ya kuwafanikisha watu kwa kuonea huruma. Maisha yanakufanikisha kwa kufuata kanuni ambazo zipo unatakiwa kufuata. Kujenga nidhamu. Tumia muda wako vizuri. Usipoteze muda wako. Unaenda kwenye mtandao, unaangalia nini? Unamfollow nani? Unajifunza nini? Kila unachojifunza, Waingereza wanasema garbage in, garbage out. Uwezi ukaangalia mambo negative, wewe ukabaki kwa positive. Wewe sana. Uwezi ukakaa na watu wa mbea, wewe usiwe mbea. Haiwezekani. Siku ya kwanza utakaa kimya, siku ya pili utasema siku ya tatu itabidi na wewe uchangie kwa sababu unaonekana unawanyonya wenzako. Ambatana na watu positive. Niwaambie, nchi hii miaka 5 ijayo tutasimama hapa, kuna mabilionea vijana watatoka hapa Shinyanga. Amua wewe mmoja wapo. Usikae pembeni unasema kuna watu wameandaliwa, kuna watu watakuwa. No, jenga nidhamu kwenye maisha. Dunia ina tabia ya kuchagua nani afanikiwe na nani asifanikiwe, na uchaguzi huo hautokana na jina lako, dini yako, jinsia yako au historia yako. Uchaguzi huo unatokana na nidhamu uliyojenga. Jenga nidhamu. Eneo la mwisho, focus. Ukiamua jambo lako, usikubali kurudishwa na watu ambao hawajui wanakoelekea. Ukiamua jambo lako, amua kuwekeza nguvu katika ulicho nacho. Leo mimi nimesimama hapa kama waziri wa maendeleo ya vijana, lakini miaka michache ijayo kuna watu wengi, baadhi yenu mtatoka huko, ndio mtakuwa mnahutubia vijana huko. Maana yake ni jiandae. Mafanikio ni fursa inapokutana na maandalizi. Ukiwa hujajiandaa, hata tukaleta mabilioni mengi hapa Shinyanga, kama hujajiandaa huwezi kuitumia. Wakati siku nilikuwa naambia watu, jamani, fedha za mama zinakuja, jiandae, weka wazo, anzisha kikundi, usisubiri mpaka zimefika ndio unaanza, utakuwa umechelewa. Lift inamkuta mtu aliyeko barabarani, haimkuti mtu aliyeko nyumbani. Kwa hakikisha umejiandaa na umefocus. Nataka niwamalizie kwa mfano kwenye eneo zima la focus. Siku moja kulikuwa kuna watu wanapita mahali. Walikuwa wanapita, kukawa kuna ukuta, alafu kule ndani watu wanaimba, wanashangilia, wanahesabu 13, 13, 13. Walipokuwa wanapita watu watatu, mmoja alisema nataka nione huko ndani wanahesabu nini. Wale wenzao wakasema sisi tunajua tunataka kwenda, hebu twende tukamalizie kazi zao. Akasema hapana bwana, nataka nione tu nini. Wakaendelea kuhesabu 13, 13. Kulikuwa kuna tundu ndogo hivi, akaenda akachungulia. Alipochungulia akachomwa na kitu cha ncha kali, jicho likatoboka, wimbo ukabadilika, 14, 14, 14. Kumbe zile 13 ilikuwa ni watu waliotobolewa jicho. Kwa kushindwa kufocus kwenye mambo yako, utatobolewa jicho, utapata pancha kwenye malengo yako, utaisha kuzeeka kabla ya muda wako. Focus, amua unachotaka, pambania unachotaka. Kuweka mazingira rafiki yanaweza kuwezesha vijana kushiriki katika mazoezi ya kiuchumi, uongozi, ubunifu, lakini pia hii ni kuhakikisha kwamba serikali inaendelea kutambua vijana kuwa ni mhimili muhimu sana katika nchi yetu. Mheshimiwa Waziri, karibu sana mkoa wa Shinyanga. Tunajivunia sana ujio wako. Kwa kuzingatia sera ya Taifa ya Maendeleo ya Vijana ya mwaka 2027 inayotambua vijana kuwa ni wananchi wenye umri wa miaka 15 mpaka 35. Takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga imetueleza wazi kwamba mkoa wetu una jumla ya vijana
697,756 na kati yao 309,250 ni wanaume na wanawake ni 388,506. Ndugu zangu, kutokana na idadi hii, mkoa unatambua umuhimu wa vijana katika nguvu kazi na kuhakikisha kwamba tunatambua ni rasilimali muhimu katika kuleta maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Ndugu zangu, sote tunajua kwamba na ni wazi kabisa kwamba vijana ni nguvu na ni nguvu kazi ya uzalishaji katika sekta ya kilimo, mifugo, biashara, madini, ujasiriamali na viwanda vidogo. Kama ambavyo tunatambua wazi, hizo ndio shughuli kuu za mkoa wetu wa Shinyanga, na vijana wamekuwa mstari wa mbele kushughulika kwenye hizo sekta. Lakini tunatambua wazi pia kwamba vijana ni chanzo cha ubunifu na teknolojia, hususan katika matumizi ya tehama na mbinu mpya za uzalishaji. Ndugu zangu, kwa kutambua hilo, ni muhimu kuendelea kuwekeza katika elimu na mafunzo stadi za kazi, kupanua fursa ya upatikanaji wa ajira na mikopo ya vijana. Mkoa wa Shinyanga umeendelea kuimarisha mazingira rafiki ya ujasiriamali na kutoa miongozo na sera mbalimbali jumuishi, kama ambavyo imekuwa ni sera ambayo inatafsiriwa na wizara yetu hii. Ndugu zangu, ofisi ya mkoa imeendelea kusimamia zoezi la usajili wa wajasiriamali kupitia mfumo wa elektroniki kwa wafanyabiashara ndogo ndogo, yani WBN. Na wakati nikiingia nimewaona Shiuma, nimetambua na nimewaona na nafarijika kwamba mmeendelea kuwa wapiganaji katika swala zima la kuhakikisha kwamba tunaendelea kujikwamua kiuchumi, ambapo jumla ya wafanyabiashara 2,453 wamesajiliwa, ambapo wanawake ni 1,334 na wanaume ni 1,119. Idadi hii inajumuisha wafanyabiashara ndogo ambao wengi wao pia ni vijana. Mali zionekane zikizunguka kwenye biashara za vijana na zinakwenda kuinua vijana kiuchumi. Kwa ndugu zangu, changamkieni fursa. Changamkieni fursa. Tumeshuhudia hapa kwa idadi inayotoka na makundi tunayozungumza, kina mama, mabinti ndio wengi wanachangamkia fursa. Ndugu zangu, ofisi ya mkoa wa Shinyanga ya mkuu wa mkoa inaendelea kusimamia programu mbalimbali zinazotolewa kwa ajili ya vijana. Aidha, ofisi ya mkuu wa mkoa kupitia kitengo cha utamaduni imeendelea kuratibu zoezi la utoaji na upokeaji wa fomu za maombi ya mikopo inayotolewa kupitia mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 5 kimetengwa kwa ajili ya kuwakopesha vijana wenye kujishughulisha na sanaa mbalimbali ikiwemo uigizaji, ushonaji, uchongaji, ususi, ufinyanzi na uchoraji, muziki wa kizazi kipya na asili, pia fasihi ya lugha kupitia ugani wa mashairi, ma-DJ, ma-MC na kadhalika. Na wakati tukiingia hapa tumesikia kuna watu wanachana mistari. Sasa ni vyema wale ambao mna vipaji, kwa sababu katika kitu ambacho watu wachache sana wamebarikiwa ni vipaji. Ndugu zangu, sio kila mtu ana kipaji. Usiache kipaji chako kilale. Tumia fursa. Serikali hii inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, hakuna kundi lolote la kijana halijatajwa kwenye fursa za kupata uwezeshaji wa kiuchumi. Mpaka ma-DJ mna fungu lenu, ma-MC mna fungu lenu, wanaochapa mistari mna fungu lenu, nyimbo za asili mna fungu lenu. Kwa hiyo asitokee kijana yoyote akasema kwamba katika orodha ya vijana ambao wana sifa ya kukopeshwa yawezekana mimi sina. Hapana, kipaji chochote kionyeshe. Tuna maafisa maendeleo ya vijana. Nenda kwenye ofisi, sema usikike. Serikali iko hapa kuhakikisha kwamba maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan tunakwenda kuyatekeleza kwa kasi na
azma ambayo Mheshimiwa Rais ametuelekeza. Lakini pia kupitia wizara yetu hii, ndugu zangu, waziri hajakaa, ameendelea kuzunguka mkoa hadi mkoa, ajionee hali ya mkoa, apokee taarifa ya mkoa na ajue ni nini anachosema na maelekezo gani anayoenda kuyaacha kwenye mkoa husika kutokana na taarifa ambayo amepokea. Mimi hapa nafanya maandalizi ya kumkaribisha Mheshimiwa Waziri. Mimi na yeye 35. Lakini kwa sisi vijana wa zamani mentally mabaki tukiamini kwamba ni vijana kwa sababu you need the spirit to keep on going. Ndio? Hapo vipi? Kwa hiyo msishangae maeneo mbalimbali nasema sisi vijana tunashangaa. Bora mkoa kama vile kashapita kwenye ujana. Napambana pia japokuwa umri umetoka lakini no sweat na mimi pia ni kijana. Maana kama tumeshavuka kwenye nafasi za ujana alafu ndio neema kupitia kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan zinarejea. Ndugu yangu wewe mtatilo hapo wewe mwenyewe leo kanigeuza kama mchungaji nataka kuona. Yaani mambo yote ameshaona kwenye upande huu wa wizara hii yetu neema inakuja. Kwa lazima na sisi tujiite vijana, si ndio? Kwa fursa zote hizi ambazo Mheshimiwa Waziri atakuja kuzungumza. Ndugu zangu, vijana. Tunasema vijana mali ya moto. Sisi ambao umri umeshatupita tunatamani tungekuwa umri wenu. Sasa mmepata bahati. Bado kidogo basi sawa. Hapo vipi? Ndugu zangu, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu kipenzi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imewafungulia vijana milango. Ni wajibu wetu sisi vijana sasa kuingia na kuchangamkia fursa hii kwa weledi na uadilifu. Jukwaa hili lisiwe mwisho wa mazungumzo bali uwe ni mwanzo wa mapinduzi ya kiuchumi na fikra. Na siku zote kijana ambaye amejiimarisha kiuchumi utamwona na furaha muda wote. Kijana ambaye amejiimarisha kiuchumi utamwona hapo anazungumza mambo ya fursa. Kijana ambaye amejiimarisha kiuchumi utaona amekaa anazungumza mambo ya maendeleo. Kwa hiyo kwa kuzingatia hilo, serikali imetengeneza fursa ili kila kijana hapo aweze kutabasamu kwa sababu serikali yetu pendwa kabisa imeweka fursa za kuwezesha vijana kiuchumi ili Shinyanga na mikoa yote ndani ya nchi yetu vijana tutabasamu kwa pamoja. Naomba ndugu zangu, vijana wenzangu, tukatumie fursa hii kujenga mitandao ya kibiashara na kubadilishana uwezo na uzoefu. Hapa kila mmoja wetu ana uzoefu wake, si ndio? Lakini mnatambua wazi kwamba yote yaweze kufanikiwa, ndugu yangu, lazima kuwe na umoja, mshikamano na amani. Sisi ndiyo nguzo, sisi ndiyo ngao ya kwenda kudumisha amani, utulivu katika mkoa wetu. Mkoa wa Shinyanga uendelee kuwa mfano kwa mikoa mingine ndani ya nchi yetu. Ndugu zangu, jitokezeni kwenye fursa mbalimbali. Mkoa wa Shinyanga kupitia halmashauri zetu zote 6 tumetenga maeneo kwa ajili ya kujenga viwanda. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii,
Kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager. Kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.